Idara ya polisi imeanzisha uchunguzi baada ya wakazi wa eneo la Solmaka, kijiji cha Nyakio, kata ya Kinangop, kaunti ya Nyandarua, siku ya Jumatano kuvamia kituo cha polisi cha Rwanyambo wakidai haki ya mwanamke mjamzito ambaye mimba yake ilitoka kabla ya wakati akiwa ndani ya seli za polisi. Mwanamke huyo alikamatwa na kupelekwa kituoni kwa pikipiki saa 5 usiku baada ya mwajiri wake wa zamani kupiga ripoti kwa polisi kuwa ameshindwa kulipa deni. Fatme Muhammad na ufafanuzi zaidi. Idara ya polisi imeanzisha uchunguzi baada ya mwanamke mmoja kujifungua kabla ya wakati akiwa katika seli za polisi za Rwanyambo, kaunti ya Nyandarua. Wakati huo, kamanda wa polisi wa kaunti hiyo ameomba radhi na kusema kwamba waliohusika watachukuliwa hatua za kisheria. Bahati mbaya, she miscarried in our cells and it was quite unfortunate. We are very sorry for that one. Tunafanya investigation deeply tujue ya kwamba makosa ilikuwa ni ya nani, ni nini ilitendeka. Haya yanajiri baada ya wakazi katika kijiji cha Nyakio kuandamana na kuvamia kituo cha polisi wakidai haki ya mwanamke huyo. Mwanamke anajifungulia kwa floor, hiyo inatuuma. Na wajue sisi kama wakazi wa hapa tutawaangalia na macho mbili kwa wakati huu. Kulingana na wakazi hawa, mwanamke huyo alikamatwa mwendo wa saa 5 usiku kwa madai ya kushindwa kueleza alivyotumia shilingi 9,000 alizopewa na mwajiri wake wa zamani licha ya kuweza kurudisha shilingi 6,000. Inadaiwa kwamba mwanamke huyu aliomba ruhusa maafisa wa polisi ili kupata huduma za matibabu baada ya kuanza kuhisi maumivu saa 7 usiku, lakini maafisa walimwacha bila ya msaada. Huyo mwanamke alituambia alikuwa anaitana ili afunguliwe. Mbali wa kumfungulia, akajifungua peke yake na mtoto akafariki. Fatime Suleiman, TV 47.